Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, thaniya, jambo la pili katika almulaaba au almudaaba bilfi'li, kuchezeana kwa vitendo. Jambo la pili baada ya kuwa tumeona jambo la kwanza at-taqbilu, kubusiana baina ya wanandoa wawili, jambo la pili ni mulaabatu thadyaini, ni kuchezea maziwa mawili. Mulaabatu thadyaini, kuchezea maziwa mawili, ay mulaabatu ar-rajuli thadyi zawjatihi, au mulaabatu ar-rajuli thadyi zawjatihi bi usbu'ihi, ni mume kuchezea maziwa ya mkewe kwa vidole vyake. Mume kuchezea maziwa ya mkewe kwa vidole vyake. Wa taqbiluhuma, kadhalika kuyabusu maziwa mawili ya mkewe. Hii ni katika mulaaba bilfi'li au mudaaba bilfi'li. Kadhalika wa an yartadhi'ahuma, na mume kuyanyonya maziwa mawili ya mkewe. Na wanasema ahlul ilmi, wa hadha yuthiru jidda shahwat almar'a, na hili ni jambo ambalo linapelekea sana kuibua hisia za mke. Kitendo cha kunyonya maziwa mawili ya mke, hili jambo linapelekea kuibua shahwa za mwanamke. Kwa hivyo jambo la pili ni kuchezea maziwa mawili, ima inaweza kuwa kwa vidole vyake, au ikawa kwa kubusu maziwa hayo mawili, au ikawa kwa kuyanyonya kabisa. La ba'sa bidhalika insha Allah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, thalithan, jambo la tatu katika almudaabatu bilfi'li. Qala rahimahullahu ta'ala, mudaabatu kulli min az-zawjayn udwa al-akhar, ni kuchezea kila mmoja katika wanandoa wawili viungo vya mwingine, biyadihi au bighairiha, kwa mkono wake au kwa kinginecho. Sawa, utakuwa ni mkono ndiye uliyechezea au kwa kinginecho katika viungo vyake. Na katika hichi kipengele ndipo pakatajwa kipengele cha masur rajuli farja zawja, kitendo cha mume kunyonya tupu ya mke au mke kunyonya tupu ya mume. Suila al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, aliulizwa al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala an masir rajuli farja zawjatihi wa aksihi, aliulizwa kuhusiana na mume kumnyonya tupu mkewe na kinyume chake, maana kinyume chake mke kumnyonya tupu mumewe. Faqala, akasema Abu Hanifa, la ba'sa bihi, hakuna ubaya kwa hilo. Wa arju an yu'azzima ajruhuma, na mimi natarajia an yu'azzama ajruhuma. Wa arju an yu'azzama ajruhuma, na mimi natarajia kukuzwa ujira wao kwa kufanya kitendo hicho. Al-Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, yeye anaonelea kwamba la ba'sa bihi, hakuna ubaya, lakini wanawachuoni wengi wamekuja kutaja ya kwamba ni kitendo ambacho kwamba hakifai. Pamoja na kwamba Abu Hanifa yameona kwamba la ba'sa bihi, hakuna ubaya, lakini wengi katika wanawachuoni wameonelea kwamba jambo hili ni jambo lisilofaa, hasa wanawachuoni wa zama zetu, baada ya kuwa atibba wale madaktari wametaja ya kwamba katika hili kuna maradhi mengi yanaweza kupatikana. Kwa hivyo haitofaa kwa mume kwenda sehemu ya farji ya mke, au mke kwenda sehemu ya farji ya mumewe, kwa haya ambayo wameyataja ahlul ilmi, akiwemo al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala na wengineo katika ahlul ilmi. Rabi'an, jambo la nne katika almudaaba walmulaaba bilfi'li ni almubashara, ni kukumbatiana baina az-zawjayn, baina ya wanandoa wawili. Ay ilsaqul bashara bil bashar, ni kukutanisha ngozi kwa ngozi, ngozi ya mume na ngozi ya mke zikutane. Hii ndiyo almubashara. Huu ni upande wa almulaaba bilfi'li au almudaaba bilfi'li, kuchezeana kwa vitendo, mume kumchezea mke kwa vitendo na mke kumchezea mume kwa vitendo. Tumeona mambo manne. Jambo la kwanza ni at-taqbilu, kubusiana.
jambo la pili ni mulaabatu thadiyaini, ni kuchezea maziwa mawili. Jambo la tatu ni mudaabatu kulli min az-zawjayn udwa al-akhar biyadihi au bighayrihi au bighayriha, na jambo la nne ni al-mubashara. Amma al-mudaabatu bil-qawl, ama mudaaba kuchezeana kwa maneno na kupeana maneno mazuri na kulainishana kwa maneno, takunu bitabaduli al-kalimati al-mu'tabara an shauqi kulli min az-zawjayn ila al-akhar. Kulainishana kimaneno kunakuwa kwa kubadilishana maneno yenye kuzingatiwa kuleta shauku kwa kila mmoja katika wanandoa wawili kwa mwingine. Yani mume amtamkie mkewe maneno mazuri na mke pia amtamkie mumewe maneno mazuri ya kumshawishi na kumvuta kihisia asogee na asogeze fikra zake katika tendo la ndoa. Wa raghbatuhu la, na vile ambavyo yeye anavyompenda mumewe au mke anavyompenda mumewe au mume anavyompenda mkewe. Kadhalika wa raghbatuhu fihi, na raghba yake alionayo kwa mumewe au raghba alionayo mume kwa mkewe. Fabaada hadhihi almuqaddimat, baada ya huu utangulizi tuliutaja hapa, huu utangulizi ambao tumeutaja hapa, yusbihu ala atammi al-istidad lilmubadaa. Hivyo sasa inakuwa istidad na maandalizi yamekamilika kwa ajili ya kufanyika kitendo cha ndoa. Ikiwa wanandoa watayafanya haya ambayo tumeyatanguliza hapa, basi wanakuwa wamekamilisha yale maandalizi ya wao kuingia katika kitendo cha ndoa. Kwa hivyo utaona si jambo la dakika moja au sekunde 5 kisha mtu akaingia katika kitendo cha ndoa. Ni jambo ambalo linachukua muda mrefu kati ya wanandoa wawili mpaka kufikia hali ya kitendo cha ndoa. Na ndio utaona makosa ya wanaume wengi au wanawake wengi kushindwa kuyafanya haya, ikapelekea baadhi ya wanaume zao wakakosa hamu nao, au baadhi ya wanawake zao wakakosa hamu nao katika kitendo cha ndoa. Wallahu tabaraka wa taala a'lam.